Mji wa Shushani uliokuwa na uhai na rangi nyingi zamani, sasa ulikuwa chini ya wingu la kuchanganyikiwa na huzuni. Katika ufalme wote mkubwa wa Uajemi, amri ya kutisha kutoka kwa Mfalme Ahasuero ilikuwa imetolewa. Amri iliyotikisa kila nyumba ya Kiyahudi hadi moyoni. Amri hiyo ilihitaji maangamizi ya Wayahudi wote, wachanga kwa wazee, wanaume kwa wanawake, wote siku moja maalum. Habari zilienea kama moto wa nyikani, zikileta hofu kila mahali zilipofika. Katika kila mji na kila jimbo, kukata tamaa kuliingia kwa watu. Mitaani ambazo zamani zilijaa kicheko, sasa zilijaa sauti za majonzi. Akina mama waliwakumbatia watoto wao kwa nguvu, macho yao yakiwa yamejaa wasiwasi. Akina baba walitazama mbinguni, wakiomba rehema na wokovu. Watoto walihisi mvutano hata bila kuelewa. Hofu ilikuwa imepata makazi katika kila moyo. Na pale, karibu na lango la jumba la kifalme, aliketi Mordekai, akiwa amevaa magunia na kujifunika majivu. Mordekai daima alikuwa nguzo ya nguvu na heshima tulivu. Lakini sasa, nguvu hiyo ilianguka na kuwa huzuni. Alirarua mavazi yake kwa uchungu na akavaa nguo mbaya za maombolezo. Akiwa amefunikwa majivu, alipiga kelele kwa sauti kubwa mitaani, sauti yake ikiwa nzito kwa huzuni na kukata tamaa. Kila mahali, amri ya mfalme ilisomwa. Mandhari kama hayo yalitokea. Watu wa Kiyahudi walilia na kufunga. Hakuna chakula kilichoingia midomoni mwao. Walilala chini, wakiwa wamevaa magunia, wakiomboleza hatima yao. Furaha ilipotea, ikachukuliwa na huzuni kuu yenye maumivu. Ndani ya jumba la kifalme, Malkia Esta alipokea habari za maombolezo ya Mordekai. Akiwa na wasiwasi, mara moja alimtumia nguo, akitumaini angeondoa magunia. Lakini alikataa. Hangeweza kuvaa faraja wakati watu wake walikuwa wanakabiliwa na maangamizi. Akiwa na mshangao na dhiki kubwa, Esta alimtuma mtumishi wake mwaminifu, towashi aitwaye Hathaki, kwenda kujua kilichotokea. Mordekai alimweleza Hathaki kila kitu. Alifichua ukubwa wa mpango mwovu wa Hamani, rushwa aliyompa mfalme ili kupata amri, na nakala ya amri yenyewe. Aliituma kwa Esta, akimsihi aione na aelewe uzito wa hali hiyo. Kisha ukaja mwito wa Mordekai. Nenda kwa mfalme, akasema kupitia kwa Hathaki. Ombea watu wako. Muombe rehema. Esta alijawa na hofu. Alielewa sheria za nchi. Hakuna mtu, hata malkia, aliyekuwa na ruhusa kumkaribia mfalme bila kualikwa. Kufanya hivyo kulimaanisha kifo hakika, isipokuwa mfalme anyayoshe fimbo yake ya dhahabu. Alimtumia Mordekai jibu lake. Kila mtu anajua sheria. Yeyote akiingia katika ua wa ndani wa mfalme bila kuitwa, lazima afe. Isipokuwa mfalme anayoshe fimbo yake ya dhahabu. Mimi sijaitwa kwa siku 30, ujumbe wake. Ingawa wa kweli ulionyesha mkanganyiko mkubwa. Alinasa kati ya hofu na imani, starehe na wito. Akiwa peke yake chumbani, mawazo ya Esta yalizunguka kama dhoruba. Alifikiria kuhusu hatari, kuhusu sheria, kuhusu kutotabirika kwa mfalme. Itakuwaje asipotaka kumwona?
Itakuwaje kama atakasirika? Itakuwaje kama atakufa hata kabla ya kusema neno moja? Pia alifikiria kuhusu Mordekai, yule aliyemlea, kumpenda na kumwongoza kama baba. Alifikiria kuhusu watu waliokuwa wakijaza mitaa kwa huzuni. Alikumbuka watoto waliokuwa wakiogopa na maombi ya kutetemeka ya wazazi wao. Kisha kulikuwa na siri yake. Hakuna mtu katika jumba la kifalme aliyekuwa anajua kwamba yeye ni Myahudi. Angeweza kujificha. Angeweza kukaa kimya, kubaki na cheo chake na kuwa salama. Lakini swali likaibuka moyoni mwake. Je, naweza kweli kuishi kwa usalama huku watu wangu wakiangamia? Hathaki alirudi kwa Mordekai na jibu la Esta. Lakini Mordekai hakukata tamaa. Alijibu kwa maneno ambayo yangewahamasisha vizazi vingi. Usidhani kwamba kwa kuwa uko katika nyumba ya kifalme, wewe peke yako kati ya Wayahudi wote utaokoka. Ikiwa utanyamaza wakati huu, wokovu utakuja kwa Wayahudi kutoka sehemu nyingine, lakini wewe na jamaa yako mtaangamia. Na ni nani ajuaye kwamba umepata nafasi ya kifalme kwa wakati kama huu? Hayo hayakuwa maneno ya faraja pekee. Yalikuwa changamoto. Mwito wa kuinuka juu ya hofu. Kumbusho kwamba Mungu mara nyingi huwaweka watu katika nafasi maalum kwa kusudi la kiungu. Esta alisoma ujumbe wake taratibu, kila sentensi ikibonyeza moyo wake. Kwa wakati kama huu, je, inawezekana kwamba hakuchaguliwa kwa ajili ya anasa, bali kwa ajili ya ujasiri? Baada ya siku nyingi za kupambana na hofu yake, Esta alituma ujumbe wake wa mwisho kwa Mordekai. Wakusanye Wayahudi wote walioko Shushani. Fungeni kwa ajili yangu. Msile wala kunywa kwa siku 3, usiku na mchana. Mimi na wajakazi wangu tutafanya vivyo hivyo. Baada ya haya, nitakwenda kwa mfalme, hata kama ni kinyume cha sheria, na nikifa na nife. Haya yalikuwa maneno ya ujasiri wa kina. Esta alichagua kuhatarisha kila kitu, cheo chake, starehe yake, hata uhai wake, kwa ajili ya watu wake. Mordekai alipoupokea ujumbe wake, moyo wake ulijaa hisia. Aliona ndani ya Esta nguvu ya kiongozi, moyo wa shujaa, na imani ya mtu anayemwamini Mungu kikamilifu. Watoto, mara nyingine tunakabiliana na nyakati zinazohisi kuogopesha au zisizoeleweka. Labda ni kusimama kwa ajili ya rafiki, kusema ukweli, au kufanya jambo sahihi hata pale ambapo si rahisi. Hakuwa na chaguo. Angeweza kubaki kimya na salama, lakini hakufanya hivyo. Alichagua kusema. Alichagua ujasiri. Na kama Esta, wewe pia upo hapa kwa sababu Mungu ana kusudi maalum kwa maisha yako pia. Huenda usijue mara moja ni nini, lakini unaweza kuamini kwamba yeye anafanya kazi kupitia wewe. Kumbuka, kuwa shujaa haimaanishi kwamba huna hofu. Inamaanisha kufanya jambo sahihi hata ukiwa na hofu. Kwa hiyo usiku huu, unapoweka kichwa chako chini kulala, kumbuka maneno yenye nguvu aliyosema Esta: nikifa na nife. Alikuwa tayari kutoa kila kitu ili kusaidia wengine. Alimwamini Mungu yupo pamoja naye, hata katika nyakati za kutisha zaidi. Nakumbuka hekima ya Mordekai. Ni nani ajuaye kama hukufikishwa katika nafasi ya kifalme kwa wakati kama huu? Sema sala hii kwa utulivu. Bwana, nipe ujasiri kama Esta. Nisaidie kuamini kwamba umeniweka hapa kwa kusudi. Hata ninapokuwa na hofu, nikumbushe kwamba wewe upo nami daima. Sasa pumzika, mpendwa mdogo. Kama vile Mungu alivyomwongoza Esta,
ndivyo anavyokuongoza wewe. Upendo wake unakuzunguka na mkono wake uko juu ya maisha yako. Usiku mwema. Lala katika amani ya upendo wa Mungu.